mwaka 2025 kwa nia ya kupeana taarifa za mambo yanayoendelea katika nchi yetu, hususan kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Kama mnavyofahamu kwamba Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi inalo jukumu kubwa pamoja na mambo mengine la kulinda usalama wa wananchi na mali zao. Na wizara hii jukumu lake hilo inatekeleza kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama vilivyopo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani, likiwemo jeshi letu la polisi. Naomba nichukue nafasi hii kuwapa taarifa wananchi kwamba hali ya usalama wa nchi yetu mpaka sasa ni shwari, inaendelea kuimarika baada ya shida tuliyopata tarehe 29 ya mwezi Oktoba wakati wa uchaguzi, na vurugu zikatokea na hasara nyingi zikatokea, mali zikaharibiwa, watu wakafariki. Fahamu jinsi ya kudhibiti matumizi ya kifurushi chako cha interneti, jinsi ya kuzima background data. Nenda kwenye settings, kisha shida ambayo kwa kweli tusingetamani irudie tena, kwa sababu hasara yake mpaka sasa tunaendelea kuumia nayo. Na nitoe pole kwa Watanzania wenzetu waliopoteza maisha, walioumia, wengine bado hata vidonda vyao havijapona, lakini walioharibiwa mali na hasara nyingi ambazo zimejitokeza. Kwa kweli si jambo linalofurahisha hata kidogo, ni jambo ambalo limeleta hasara kubwa. Basi tunamwomba Mwenyezi Mungu atuepushie mbali lisitokee tena jingine la namna hiyo. Hata hivyo, wakati tunaendelea na kuimarisha hali ya usalama na kwa kazi nzuri inayofanywa na jeshi letu la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, lakini pia wananchi wanatoa ushirikiano wa kutosha kwa kushirikiana na jeshi letu la polisi, lakini viongozi mbalimbali pia wamesikika wakieleza umuhimu kama taifa kulinda amani ya nchi yetu kama jambo na tunu muhimu ya ustawi wa maendeleo mengine. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana viongozi wetu wa dini kwa nyakati tofauti